Naitwa Dr. Gazilo Zakaria, ni daktari bingwa wa macho kutoka hospitali ya mkoa wa Tabora Kitete. Mtoto wa jicho ni ile hali ambayo inatokea kwenye jicho lako. Kwenye jicho lako kuna sehemu nyingi ambazo zinatumika kuonea. Ya kwanza ni kioo cha jicho ambacho kiko mbele. Ukimwangalia mtu moja kwa moja utaona kioo cha jicho, halafu inafata mle ndani ambayo inasaidia kupeleka mwanga mpaka nyuma, inaitwa lenzi. Asa ile lenzi ndo huwa inabadilika kadiri muda unavyozidi kwenda, inakuwa na ukungu, ambapo ukungu unatokea kawaida unatokea kwa watu wazima kuanzia miaka 50, wanasema kuanzia miaka 50, ambao kwa wataalamu au wazungu wanaita ni senile cataract. Inaitwa ni cataract. Kwa senile cataract. Senile kwa sababu ni inatokea kipindi mtu unavyokuwa, maana unazidi kuwa mzee. Lakini kuna wakati mwingine inaweza katokea kipindi bado haujafikisha ule umri wa miaka 50, kuanzia miaka 45. Hiyo inaitwa ni pre-senile cataract. Hizo zote hao wote ni watoto wa macho kwa watu wazima. Maana yake unapata ukungu ambao unaanza taratibu, unakuwa mpaka unafikia hatua huwezi kuona kabisa. Yani maana yake mtu hawezi kuona kabisa, ikiwezekana ukimulika tu mwanga ndo ana uwezo wa kuona. Hiyo ni kwa watu wazima, lakini pia mtoto wa jicho anaweza katokea kwa watoto, ambapo mtoto anaweza kazaliwa na mtoto wa jicho, tunasema ni congenital, kazaliwa na huyo mtoto wa jicho. Amezaliwa tayari lenzi yake ina ukungu, au mtoto anaweza kapata yule mtoto wa jicho kadiri muda unavyozidi kwenda, na maana yake ameshamaliza mwaka wake mmoja wa maisha. Baada ya hapo unashangaa unamuona mara jicho lake halioni, ukija kumtazama unakuta ana mtoto wa jicho. Na kingine, mtoto wa jicho anaweza katokea tena kwa watoto, kwa watu wazima na kwa vijana kama sisi. Mfano, ukipata ajali, unaweza kupata ajali ya jicho, ukaumia jicho. Mwanzoni jicho likauma, baadaye likatulia, likawa kawaida kabisa, lakini baadaye ukaja ukapata ukungu kwenye jicho lako. Hiyo yote inaitwa ni mtoto wa jicho. Mtoto wa jicho kwa wazee maana yake inaitwa senile cataract. Kwa wazee ni kama ugonjwa tu, kama ugonjwa zingine. Unaweza tukaugua na mimi na wewe malaria, afu mimi nikalazwa afu usilazwe, ila ni ugonjwa sawa. Lakini sasa kinachotokea kwa mtoto wa jicho, kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mtu apate mtoto wa jicho. Kwa wazee kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha huyu mtoto wa jicho aanze mapema au achelewe kuanza. Na pia mtoto wa jicho anakuwa wa aina tofauti. Kwa hiyo hizo aina tofauti ndio huwa zinaanza tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza kupata aina moja, usipate aina ya pili, au kupata aina zote tatu kwa pamoja. Kinachofuata nini sasa? Maana yake vyakula tunavyokula wakati mwingine, hasa vyakula ambavyo havina, tunashauriwa kula vyakula ambavyo vina vitamini C, vitamini E sana, zinasaidia sana. Mfano kama matunda, mboga zinasaidia sana kusababisha mtoto wa jicho achelewe kuanza. Mtoto wa jicho lazima upate, ukija kuwa mzee lazima upate, lakini kwa kitu gani ambacho kinasababisha uchelewe kuanza? Ndio hivyo, ulaji wa vyakula vyako, pia uvutaji wa sigara na wenyewe unasababisha mtoto wa jicho aanze mapema zaidi. Pia kuna magonjwa ambayo yanasababisha mtoto wa macho aanze mapema zaidi. Mfano kama una kisukari, unaweza kupata mtoto wa jicho mapema zaidi kuliko mtu ambaye hana ugonjwa huo kama kisukari, au umeumia jicho, au umepata shida zingine ambazo zinahusiana na pazia la nyuma la jicho, utapata mtoto wa jicho mapema zaidi. Lakini kwa wale watu ambao hajawahi kupata kabisa hizo changamoto, hana sukari, hana shida yoyote, ila ni anazeeka tu, ni kitu gani ambacho kinasababisha mtu awahi kupata mtoto wa jicho? Maana mgonjwa anakuja kwako, au mtu anakuja kwako kwamba amepata mtoto wa jicho akiwa ana shida ya uono. Wengi waga hawaji kawaida tu kama akiwa anaona. Sasa mtoto wa jicho anavyoanza, huwa kuna mtoto wa jicho anaanzia pembeni, maana yake katikati pale unaendelea kuona, kwa sababu tunavyoonea ni katikati kabisa ya lenzi. Lenzi inakuwa ni kwa udogo wake unakuwa ni kidogo kama punje ya dengu, ile dengu ile kidogo hivyo, lakini chenyewe kiko ni kioo transparent. Kwa hiyo inaanzia pembeni huko. Ikianzia pembeni, tuna uhakika huyu mtu anaweza kaenda mpaka miaka 90 haijafika katikati, ambao wazungu wanasema wanasema cuneiform na cupriform zinavyoanza. Ikianza kama cupriform ambao inaanzia katikati, kwa hiyo ikianzia katikati kupembeni kuko transparent kabisa. Kwa hiyo ikianzia katikati wewe utakuja mapema zaidi.
kinachosababisha ianze kwa pembeni au katikati ni mtu mwenyewe alivyo. Ndio inasababisha mtu ianze pembeni au katikati. Kwa hiyo ni jinsi inavyoanza mtoto wa jicho ndio inasababisha huyu mtu awe mapema, aje hospitali mapema, au awe na uono hafifu mapema kuliko mwenzake. Na hizi aina zote sababu kubwa ni umri unavyozidi kwenda. Maana yake zinakuwa ni maana yake mtoto wa jicho anavyotengenezwa ni kwa sababu ya umri, kama jinsi unavyoendelea kupata mvi inatokea kitu kama hicho. Maana yake inavyotengenezwa ni kwamba kwenye ile lenzi ya macho huwa kuna seli zipo ambazo huwa zinafanya kazi ya kuhakikisha ile lenzi inaendelea kuwa hai. Maana yake inaendelea kufanya kazi zake vizuri, na kazi yake kubwa sana lenzi ni kupitisha mwanga. Maana yake inaendelea kupitisha mwanga vizuri. Sasa kadri unavyozidi kwenda na muda unavyozidi kwenda, maana yake unazidi kuwa mzee, ile hali inazidi kupungua. Maana yake upitishaji wa maji, upitishaji wa chumvi kwenye ile lenzi, kwa sababu ile lenzi haina damu. Kuna vitu ambavyo havina damu kwenye macho. Mfano kama kioo cha kwanza cha jicho ambacho ukimwangalia mtu kinaonekana kuwa ni cheusi, lakini kinakuwa ni transparent, ni kioo kabisa. Chenyewe huwa hakina mishipa ya damu. Kwa hiyo kuna njia yake ambayo inafanya kuhakikisha hiyo lenzi inakuwa hai hivyo na inakuwa transparent hivyo, nyeupe kabisa, inaweza kupitisha mwanga. Kwa hiyo sasa hizo lenzi, hizo seli za kwenye lenzi zinazidi kufanya kazi zake ya kawaida. Inapofikisha umri wa utu uzima, maana yake miaka 60, ile hali ya ufanyaji kazi wa kawaida inapungua. Maana yake kinachotokea sasa ni kwamba pale katikati tunaanza mfano kama pale katikati zile chumvi zinavyokuja zinavyotoka, ule utoaji wa zile chumvi unakuwa haupo, ni jinsi unavyokuwa. Kwa hiyo sasa maji yanakuwa yanaweza kujaa mle ndani, alafu kuna protini mle ndani ambazo huwa hazishikani sana kuhakikisha mwanga unazidi kupita, lakini sasa unavyozidi kukua zile protini zinakuwa zinashikana sana. Hiyo ni kawaida. Sasa unapopata kama kuna changamoto zingine sasa ambazo zinakuwepo, mfano sasa ambapo nasema labda kuna ugonjwa mwingine, kuna sukari, kuna kila kitu, huwa inasababisha hizo. Ya kwanza ile ambayo ni uzee kabisa, huwa ni unavyozidi kukua, ni ile lenzi tu ile ya katikati inazidi kushindwa kutoa chumvi. Ila unavyopata magonjwa mengine mfano kama sukari au shida zingine, hata matumizi ya dawa, unakuta ule mtoto wa jicho anatengenezwa tofauti kidogo, unakuta kwa nyuma, tunataga ni posterior subcapsular cataract, anatengenezwa kwa nyuma. Kuna zingine zinaweza kutengenezwa kwa pembeni. Hizo mfano kama sukari zinaweza kusababisha atengenezwe kwa pembeni, asianzie katikati. Na kingine sasa kinasababisha mfano kama ukiwa na pressure ikijaa sana, unaweza kushangaa kasababisha pressure za macho. Kwa hiyo sasa jinsi inavyotengenezwa inategemeana na mtu mwenyewe. Mtu mwingine anaweza kupata hiki na mwingine akapata tofauti, na wanasema kuna research wanasema zingine sababu za kutengeneza huku na huku, zingine zinakuwa sababu hazijulikani, wanasema ni idiopathic reason. Lakini mtu anaweza, na mtu mwingine anaweza kupata zote kwa pamoja, ikaanzia pembeni na katikati, ikiwezekana na nyuma ikatengeneza. Kwanza kabisa, kwa sababu tunapata watu kliniki, anakuja labda anakuambia jicho linauma, mwingine anasema jicho linauma daktari, na mtoto anakupigia simu, wakati mwingine anakuambia na mtoto wa jicho, sababu anakwambia jicho linauma. Mara nyingi mtoto wa jicho hasa yule mtoto wa jicho wa uzeeni, kwa sababu kuna mtoto wa jicho wengine wanapata kwa baada ya kupata ajali, obviously hapo jicho litauma. Lakini yule mtoto wa jicho wa uzeeni ambao unampata, ambao tunaita senile cataract, huwa haiumi, jicho haliumi, inaitwa ni painless vision loss. Kwa hiyo unapotea bila maumivu ya aina yoyote. Dalili kubwa ambayo unaiona ni uono kupungua. Kwa hiyo uono kupungua, na kingine unavyoangalia mara nyingi unaona ni ukungu. Utaanza na ukungu, mfano kama wale ambao ni madriver au ambao hata kama mfano kama ukitoka nje kidogo juani, utakuwa unaona mwanga unakuwa ni mkali. Sawa, tunaita ni glare, unakuwa unapata glare sana. Kwa hiyo ndo dalili kubwa sana ya mtoto wa jicho. Na wengine wakati mwingine unakuwa unaona rangi, yani unaona kama upinde. Mtu anaona kiangalia, anaona kama upinde, rangi nyingi zimekaa pale. Kwa hiyo hizo ndo dalili kuu za mtoto wa jicho. Uono hafifu ambao unakuwa unaona ukungu, pamoja na wengine wanakuwa wanapata rangi zinakuwa zinaonekana kama anaona upinde.
Kuna kabla tujaje kumruhusu hapa ama kuona kile ambacho msikilizaji amekiuliza hapa na kile ambacho anatamani kukifahamu, pengine ningependa kujua zaidi, mtoto wa jicho ana madhara yapi kwenye jicho la mtu? Sawa. Madhara ya mtoto wa jicho, madhara ya kwanza, unajua kama ukiwa unafanya kazi zako za kawaida za kila siku umezoea, halafu ghafla ukawa huoni, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo madhara ya kwanza ni kupoteza uono. Manake hiyo ni sababu ya kwanza WHO baada ya kufanya research zao wakakuta kabla ya huu muda haujafika wa kipindi cha magonjwa yasiyoambukizwa, sukari na kila kitu. Sababu kuu ya kwanza ambayo inasababisha uono hafifu au upofu ni mtoto wa jicho. Kwa hiyo madhara ya kwanza ni upofu ambao unakuwepo, kwa hiyo mtu anakuwa kipofu. Halafu madhara mengine sasa, mfano ukiwa na mtoto wa jicho akiwa ni mkubwa, sababu ukiwa na mtoto wa jicho ile lenzi isipofanya kazi zake za kawaida, kuna muda fulani maji yanakuwa yanaingia yanajaa kwenye lenzi. Ikimeza maji ile inavimba. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine lenzi inavimba. Ikishavimba pale kuna sehemu kwenye lenzi maji ya jicho yanazalishwa kutoka nyuma nyuma kwenye lenzi kule yanapelekwa mbele kwenye jicho. Kuna sehemu mle ndani, kuna chemba ziko posterior chamber na anterior chamber kwenye jicho. Sasa ikijaa sana inatengeneza mzuio, inazuia maji kutoka nyuma kuingia mbele. Kwa hiyo sasa maji yanavyozalishwa yanajaa tu mle ndani. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ukajikuta kuna pressure ya macho tena inasababishwa na hiyo mtoto wa jicho. Kwa hiyo mtu alikuwa na mtoto wa jicho amekuwa mkubwa, tunasema ni mature cataract, baadaye inakuwa hyper mature cataract, baadaye inatengeneza pressure ya macho inakuwa inajaa. Hiyo ni glaucoma. Baadaye anapata glaucoma. Pia mtoto wa jicho mwenyewe anaweza kusababisha baadaye jicho likaanza kuuma, kwa sababu mtoto wa jicho lenzi inavyozidi kujaa maji inafika stage sasa inakuwa ina uwezo wa kupitisha yale maji yanakuwa yanatoka nje. Kwa hiyo protini za lenzi kianza kutoka nje sana, kinachofuata ni nini? Jicho linavimba kwa sababu tayari imeshaanza kupata vitu vigeni. Matibabu ya mtoto wa jicho ambao sisi tunasema, kwa kitaalamu wanasema definitive management. Maana definitive management ya kutoa tatizo kabisa huwa ni kufanya operation. Lakini mtoto wa jicho niliwaambia ni mtoto, mwanzo nilielezea kwamba mtoto wa jicho sisi tunasema ni mtoto wa jicho, wazungu wanasema ni cataract. Hiyo kwa sababu wenyewe walichukua waterfall cataract, lakini sisi Waswahili tunasema ni mtoto wa jicho kwa sababu jinsi anavyoanza, maana yake anaanza taratibu mpaka anakuja kufikia anakuwa mkubwa kabisa huyo mtoto wa jicho. Maana yake tunasema anakuwa high mature mpaka anakuwa hyper mature, sawa, mpaka kuna aina nyingine ambazo ni za mwisho kabisa ambazo ndio zinaleta complication baadaye. Sasa inakuaje sasa? Mfano sisi kuna vipimo tunawapima vya uono wa macho ambao unaangalia ni wapi unaona, tunakugrade unavyoona wewe kulingana na Shirika la Afya Duniani, tunakugrade. Sasa mwanzoni kabla hujapoteza uono kabisa, tunachokifanya ni kwamba ukiwa na mtoto wa jicho tunakushauri, tunakupima, then tunakupa miwani mwanzo kabisa. Hiyo ni mwanzo kabisa, hatua za mwanzo kabisa. Tutakupa miwani ambayo ile miwani itakusaidia kwenye huo uono ulionao, utakusaidia sana kwenye majukumu yako. Hatuanze kufanya operation mtoto wa jicho akiwa mdogo. Sisi ni kwa sababu ya mazingira yetu, ila wazungu wameshafikia stage saizi wanafanya operation kipindi mtoto wa jicho akiwa ndo anaanza kabisa. Wanafanya operation, wanatoa kabisa na wanaweka lens nyingine. Kuna njia nyingi sana za kufanya operation ambazo zinakuepo. Kuna njia ya kutumia tundu kubwa, unakata kabisa pale, na kuna njia ya kutumia matundu madogo. Hasa zile za matundu madogo ndo wanazitumia sana wazungu kwa sababu huwa unapona mapema sana. Kwa hiyo sasa cha kwanza sisi unatakiwa uangaliwe na utaangaliwa na kazi zako unazozifanya. Tutakupima miwani, tutapima kila kitu, tutakupima na miwani, tutakupa miwani hatua za kwanza. Hatua zinavyozidi kwenda ndo tutakufanya nini? Tutakuja tukufanyia operation. Ikitakafikia stage uono umepungua kabisa kiasi kwamba uwezi ukafanya kazi zako.